وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله مشاهدي الكرام، assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu katika iman, tunaendelea katika silsila ya hakadha hajja salihun. Hivi ndivyo walivyohiji waja wema. Ndugu zangu katika iman, katika darsa yetu ya leo au muhadhara wetu wa leo biidhnil Maula, bado tunazungumzia hija ya waja wema, lakini leo insha Allahu taala tutaangalia upande wa pili, as-salihatu fil haji, waja wema wanawake katika ibada ya hija. Baada ya kuwa tumewazungumza wanaume upande wao katika masala mazima ya ibada ya hija, na tumegusa mambo mbalimbali ambao ndiyo undani, ndiyo cream hasa ya ibada ya hija, ukiachilia mbali zile a'malul haji, matendo, lakini hasa maana halisi ya ndani, ikiwa ni pamoja na kuyaadhimisha aliyoadhimisha Allah, ikiwa ni pamoja na ikhlasi katika ibada ya haji, ikiwa ni pamoja na kuthibitisha au kutimiza maana hasa ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutazame waja wema upande wa wanawake katika ibada ya hija. As-saliha fil haji, mja mwema au mwanamke katika ibada ya hija. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, qultu ya Rasul Allah, nara al-jihada afdalul amali afala nujahid. Akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ewe Mtume wa Allah, hakika sisi tunaiona ibada ya jihad fi sabilillah ndio afdalul amal, ndio amali iliyokuwa bora. Afala nujahid, kwa nini sisi hatuna ruhusa ya kuingia katika mapambano tukapigana jihad? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la lakunna afdalul jihad, nyinyi mna jihadi iliyokuwa bora kuliko hiyo unayofikiria ya mtu kutoa mali na nafsi, nyinyi mnayo jihadi iliyokuwa bora. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hajjum mabrur, haji iliyokuwa ni yenye kukubaliwa, haji iliyokamilisha masharti, haji iliyokwenda kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alhajjul mabrur, hija ambayo imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa upande wa wanawake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaita ni afdalul jihad, ndiyo jihadi iliyokuwa bora. Ndugu zangu katika imani, mama zangu, dada zangu, nitataja baadhi ya mambo ambayo muhimu yatakiwa mwanamke wa Kiislamu ayazingatie katika ibada ya hija. Jambo la kwanza katika mambo ambayo yanawahusu wanawake, as-salihatu tubadiru lilhaji inda istita'atiha. Mwanamke mwema ni yule ambaye anafanya haraka kutekeleza ibada ya hija baada ya kuwa amekuwa na uwezo wa kufanya hivyo, kama ilivyokuwa kwa upande wa wanamume. Pale ambapo mtu anakuwa ana uwezo, basi vile vile mwanamke pale anapokuwa amekuwa na uwezo wa kutekeleza ibada ya hija, inatakiwa aitekeleze ibada hii mara moja, haraka iwezekanavyo, pasina taswif, pasina kuchelewesha na kwamba nitafanya. Kwa nini? Kwa sababu zimekuja aya mbalimbali katika kitabu cha Allah Jalla wa Ala, lakini zimekuja ahadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuelezea ulazima wa kuiendea ibada ya hija kwa haraka. Miongoni mwa aya hizo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya surati Al-Imran aya ya 97, pale ambapo Allah Jalla wa Ala anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas, na iwe ni kwa ajili ya Allah juu ya watu, hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah kwa mwenye kuwa na uwezo wa kufanya hivyo, kwa mwenye kuwa na uwezo wa kushika njia kuelekea huko. Waman kafara, na wale watakao kufuru wakapinga wakakanusha ibada ya haji, wakawa hawakuitekeleza hali ya kuwa uwezo wanao, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, hakika Allah Jalla wa Ala si muhitaji, amejitosha, ni mkwasi kwa waja wake, kwa walimwengu. Lakini vile vile Allah Jalla wa Ala katika surati Al-Imran aya 133, Allah anatuita kwa namna nyingine katika kuyaendea yale aliyotufaradhishia kwa haraka pale ambapo
mtu anapokuwa na fursa ya kuyatekeleza. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u, nendeni haraka, nendeni mbio kuyaendea maghfira ya Allah tabaraka wa ta'ala, maghfiratan min rabbikum, msamaha utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja katika mambo ambayo yanakuwa yanampa mtu fursa ya kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala si linginelo isipokuwa ni ibada ya haji. Idhan ibada ya hija, ndugu zangu katika iman, yajibu ala alfawri la ala tarahi, inakuwa ni wajibu kwa mtu kuitekeleza haraka sana pale ambapo anapokuwa amekuwa na uwezo. La ala tarahi, sio kwa kujivutavuta na kuchelewesha na kufanya taswif, nitaenda mwakani, mwaka unafika nitaenda mwakani, inshallah mwakani. La, kwa sababu aya zilizotangulia katika surati Ali Imran zinaonyesha kwamba ibada hii ya hija yatakiwa itekelezwe kwa haraka sana pale mtu anapokuwa ana uwezo. Wali anna ash-shar'a wal-lughata wal-aqla kulluha yadullu ala anna awamir Allah jalla wa ala tajibu ala al-fawr. Na ni kwa nini tunasema ibada hii inatakiwa itekelezwe haraka? Kwa sababu tukitazama sheria ambayo ni maneno ya Allah jalla wa ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hata lugha iliyotumika katika aya hizi zinazohimiza kwenda mbio katika ibada ya haji, hata akili vile vile inaonyesha wazi kwamba maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yanapokuja kwetu sisi wanadamu yanakuwa ni ya wajibu, yatekelezwe haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo moja katika mambo ambayo yanakuhusu ewe mwanamama wa Kiislamu, ewe mja mwema, anna almubadaratu ila alhaji, kufanya haraka kuiendea hija ni jambo ambalo ni la lazima wakati pale mtu anapokuwa amepata uwezo. As-saliha la tusafiru lilhaji illa ma'dhi mahramin. Jambo la pili katika mambo ambayo yanakuhusu ewe mwanamama wa Kiislamu, ewe mcha Mungu wa Kiislamu wa kike, ni kwamba mwanamke mwema, mwanamke mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, la tusafiru lilhaji illa ma'dhi mahramin, haendi katika ibada ya hija isipokuwa awe na mahramu wake, isipokuwa awe na mahramu wake ambaye aidha itakuwa ni mume wake kama ameolewa, au itakuwa ni kaka yake kama enda hajaolewa, au itakuwa ni mzazi wake wa kiume, yani awe na mtu ambaye ndiye msimamizi wake na mlinzi wake. As-salihatu la tusafiru fil haji illa ma'dhi mahrami, lihadithi Abi Ma'bad عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أبو معبد amepokea hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Allah wawiye radhi wote wawili, kwamba amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas anasema amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, la yakhluwanna rajulun bimra'atin wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'ahu mahramin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Mtume anakataza kwamba asikae faragha mwanamme pamoja na mwanamke wakakaa faragha, hilo moja ni katazo. Wala tusafiranna imra'atun, wala asisafiri mwanamke illa wa ma'ahu mahramin, isipokuwa awe na mahramu wake. Faqama rajulun, aliposema maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtu mmoja akasimama akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inni kutibtu fi ghazwati kadha wa kadha, hakika mimi ya Rasulullah nimepangwa kwenda katika ghazwa, nimepangwa kwenda katika vita fulani na fulani. Akataja vita hizo kwa majina yake mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kharajat imraati hajjatun, na mke wangu mimi ametoka ameelekea katika ibada ya hija. Kwa hiyo sisi sote tunatoka, mimi nakwenda katika jihad na mke wangu anaondoka naye anakwenda katika ibada ya hija. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia huyu bwana, idhhab fahujja ma'a imra'atik, nenda ukahiji na mkeo. Wanawazuoni wameeleza mambo mengi katika hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amemzuia mtu huyu ambaye ameandaliwa kwenda katika mapambano, kwenda katika vita vya jihad kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala, lakini akamwambia usiende, bali nenda kaiji pamoja na mke wako, kwa ulazima na umuhimu wa mwanamke kuwa na msimamizi wake katika ibada ya hija. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yatakiwa yazingatiwe sana, yatazamwe biaini al-i'tibar
kwa jicho la mazingatio na umuhimu wake ni swala zima la wanawake wanapokwenda katika ibada za hija kuwa na mahrim zao. Ndugu zangu katika imani, ziko baadhi ya hujja zinazungumzwa na watu, lakini hii ni dini, hii ni sheria, lazima turudi katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utawakuta wengi wanakuwa na hujja ambazo kwamba mwanamke huyu yuko pamoja na wanawake wema wenzi wake, lakini vile vile anasafiri katika msafara wa watu ambao ni watu insha Allah ni waja wema, ni waumini, lakini vile vile hakuna faragha itakayopatikana, lakini vile vile anawasimamizi watu ambao wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni vipi tunaweza tukamtilia mashaka kwamba labda anaweza akachupa mipaka, labda anaweza akaenda nje ya sheria ya Allah? Tunasema ndugu zangu katika imani, kadhia sio kadhia ya kwamba anaweza akachupa mipaka, kwa kuwa anakwenda katika ibada, insha Allah ni mu'min, insha Allah ni mwenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yako mambo yanaweza yakamtokezea. Sheria ndugu zangu katika imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunapoelekezwa mambo, Allah ni hakim, Allah ni mwenye hikma, anayatambua mambo vizuri. Kwa hiyo anapoliamrisha jambo ni kwa maslahi, kadhalika anapolikataza jambo ni kwa maslaha. Huyu mwanamama ambaye ametoka kwenda katika ibada ya hija hali ya kuwa hana mahramu wake, itakapotokea amepatwa na tatizo ambalo hawezi kulimaliza isipokuwa mwanamume, unadhani atakuwa katika mazingira gani? Kwa hiyo tutazame jambo hili kwa upana wake, tusilitazame kwa jicho la kumtilia mashaka na raib kwamba pengine, yani tukalitazama katika mtazamo salbi, upande uliokuwa mbaya. Hapana, sheria imetazama mambo mengi, sio swala la kuwa na ubaya, swala la kuwa kwamba atachupa mipaka. Hapana, anaweza asiwe katika upande huo, lakini anaweza akaugua, anaweza kahitaji msaada wa mtu ambaye ni wa karibu, aidha baba au kaka au mume. Kwa hiyo mimi nadhani pia ni vizuri sana kwa ndugu zetu wenye taasisi za haji, ndugu zetu ambao wana taasisi za hija, wawe wakilikumbusha sana jambo hili. Katika mambo ambayo ni ya msingi ni pamoja na kuwakumbusha wanawake wanapokuwa na utayari wa kwenda katika ibada ya hija kwamba lazima wawe na mahram zao. Ndugu zangu katika imani, katika kadhia hii wanawazuoni wamekwenda mbali zaidi, wanazungumzia istitaa katika haji. Katika mambo yanayotajwa katika kauli ya Allah jalla wa ala aliposema man istataa ilayhi sabila, wanasema al-istitaa, swala la uwezo katika ibada ya hija, azadu warahila, ni mtu kuwa ana masurufu ya kuweza kumsaidia katika safari yake, warahila na kipandwa, yani akipata nauli na gharama za kuweza kumsaidia mwanzo wa safari yake mpaka anarudi, huyo amekuwa na uwezo. Lakini wakasema kwa upande wa mwanamke kuna sharti linaongezeka, wujudu mahramillaha, lazima awe na mahramu wake. Hii nayo inaingia katika istitaa, kwa maana ya kwamba mwanamke atakapokuwa amepata fedha ya kuweza kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini akawa amekosa mahramu wa kwenda naye, kama atakufa bila kutekeleza ibada ya haji kwa kukosa sharti hili, hawezi kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya hija kwamba kwa nini ukufanya ibada ya hija, kwa sababu tayari Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametaja kwamba asikae faragha mwanamke na mwanamme, lakini vile vile asisafiri mwanamke pasina kuwa na mahramu wake. Ikhwatal iman, ewe dada yangu katika iman unayetaraji kwenda katika ibada ya hija, vile vile sikiliza katika mambo ambayo yanamfungamana na mja mwema, mwanamke mwema katika ibada ya hija. As-saliha la takhlu birrijali al-ajanibi fil hajji wa ghairihi, mja mwema, mwanamke mwema hakai faragha na watu ambao ni ajnabi kwake, ni watu wa mbali katika ibada ya hija au katika ibada zinginezo. Na hii ni kwa ushahidi wa hadithi ya Abi Ma'bad an Ibn Abbas ambayo imetangulia pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema la yakhluwanna rajulun bimra'atin, asikae faragha mwanamme kukaa na mwanamke, kadhalika mwanamke naye asikae faragha na mwanamme asiyekuwa ni mahramu wake. Wali hadithi Jabir qal, na kwa hadithi ya Jabir ibn Abdullah anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah, rehma na amani za Allah subhanahu wa ta'ala zimwendee, ala la yabitanna rajulun inda imra'atin thayyibin illa an yakuna nakihan au dha mahramin. Mtume sallallahu anasema ala, fahamuni, zingatieni na mtambue, la yabitanna rajulun inda imra'atin thayyibin, asilale mwanamme kwa mwanamke ambaye ni thayyib, ana sifa ya kuwa ni thayyib, illa an yakuna nakihan, isipokuwa kama atakuwa amemuoa, manake faragha ile
na kukaa pamoja huku iwe ni kwa misingi ya kuwa ni mke na mume, au dha mahramin, au atakapokuwa ni maharamu wake, hapa anaweza kukaa naye au akawa amelala kwake. Hadithi ameitaja al-Imamu Muslim katika sahihi yake kitabu Salam mjaladi wa 4, ni hadithi namba 1710 na wengineo wasiokuwa al-Imamu Muslim wameitaja hadithi hii. Kwa hiyo mwanamke mwema ni yule ambaye anachunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya hija, lakini vile vile na katika mazingira mengine. Kwa hiyo katika mambo ambayo inatakiwa uyazingatie ni pamoja na jambo hilo. Lakini vile vile tunayo hadithi ya Abdullah ibn Umar قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. حديثي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة. vile vile ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake mujalladi wa kwanza ni hadithi ya 18. kadhalika al-Imam an-Nasa'i katika Sunan al-Kubra kitabu Ishrati an-Nisa mujalladi wa 5 ni hadithi nambari 388. lakini vile vile Ibn Hibban katika sahihi yake ameitaja hadithi hii na wengineo wasiokuwa hao tuliowataja. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anasema khatabana Umar bil Jabiyah. Siku moja Umar ibn al-Khattabi alituhutubia katika sehemu hiyo inaitwa al-Jabiyah. Faqal, akasema Umar radhiyallahu anhu wa arda, ya ayuha nas, enyi watu, inni qumtu fikum kama qami rasulillah, hakika mimi nimesimama kwenu nyinyi kama kisimamo alichokisimama mtume sallallahu alaihi wasallam fina, mbele yetu akituhutubia akasema usikum bi ashabi, hakika mimi ninakuhusieni na wema, ninakuhusieni kuwafanyia wema maswahaba zangu, ninakuhusieni kuwathamini na kuwaheshimu maswahaba zangu. Akahusia sana mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo, kisha akasema ala zindukeni, ala tambueni na mfahamu, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, hawapati kukaa faragha mwanamke na mwanamme, illa kana thalithuhuma ash-shaytan, isipokuwa faragha hiyo wawili hawa watatu wao atakuwa ni shaytan, kwa maana ya kwamba lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha na amekemea vikali swala la faragha baina ya mwanamke na mwanamme. Haijalishi wako katika ibada, haijalishi wako sehemu gani, muda wa kuwa si maharamu wake yatakiwa kuchukua tahadhari. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, wewe dada yangu katika imani, mama yangu unayekusudia kwenda katika ibada ya hija, fahamu na utambue kwamba katika mambo ambayo ni ya msingi, katika masharti ambayo ni muhimu sana lazima yatimie kwako, ni swala zima la mahram. Muda wa kuwa umemiliki fedha lakini haujawa na uwezo wa kwenda na maharimu wako, kama itatokea kutekeleza ibada ya haji, hauwezi kuwa na lawama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Imam an-Nawawi katika kuielezea hadithi hii tuliyoisoma, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akasema wa fi hadha al-hadith wal ahadith ba'dahu, na hadithi hii tuliyoitaja na hadithi zingine zinazokuja baada ya hadithi hii, tahrimul khalwati bil ajnabiyya wa ibahatul khalwati bimaharimiha. Hadithi hii imeharamisha kukaa faragha na mwanamke ambaye ni ajnabi, kadhalika imehalalisha kwa watu ambaye ni mtu na maharimu wake wanaweza wakakaa faragha. Wa hadhani al-amrani mujma'un alayhima. Al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah katika Sharh an-Nawawi ala Muslim mjalladi wa 14 safha au hadithi namba 153 ametaja maneno haya kwamba ni jambo ambalo mujma'un alaiha, wamekubaliana juu ya jambo hilo wanawazuoni. Wa hakal ijma' aidan Ibn Hajar wa ghairihi, lakini vile vile ijma' ya uharamu wa mwanamme kukaa faragha na mwanamke ameitaja vile vile Ibn Hajar na wengineo katika wanawazuoni. Kwa hiyo katika mambo ambayo ndugu zangu lazima tuyasisitize, lazima yatiliwe mkazo katika upande wa wanawake katika ibada ya hija, ni swala zima la kuchunga faragha, ni swala zima la kukaa faragha mwanamke na mwanamme ambao sio maharim, watu ambao ni ajanib. Ndugu zangu katika iman, dada yangu katika iman, as-saliha, mwanamke mwema katika ibada ya hija vile vile katika mambo ambayo
yatakiwa ayazingatie, tashtaritu fil hajji wal umrat tashtaritu fil hajji wal umra idha khafat ad-darara ala nafsiha. Anafanya ishtirat, anaweka sharti, anashartisha katika ibada ya hija au ibada ya umra pale atakapokuwa na wasiwasi na akaogopea kwamba yanaweza yakamsibu madhara katika ibada ya hija. Ni wakati gani huu? Ni pale mtu anapokuwa anahirimia ibada ya hija katika miqat, akawa na wasiwasi kwamba inawezekana likamtokea lolote la kumtokea likamfanya asiweze kutimiza na kukamilisha mambo ambayo ni katika matendo ya hija. Kwa hiyo pale akihirimia kuna maneno anayazungumza kama kushartisha ambayo nitakuja kuyazungumza. Katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha qalat dakhala rasul sallallahu alayhi wa sallama alayya ala Duba'ah binti Zubair faqala laha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala Duba'ah binti Zubair, aliingia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa huyu mama Duba'ah binti Zubair, akamwambia huyu mama Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kumwambia huyu mama, la'allaki aradti al-hajj, nadhani ninavyokuona unakusudia kwenda kutekeleza ibada ya hija. Qalat, yule mwanamama akamjibu akamwambia Mtume sallama, wallahi la ajiduni illa waj'a, na apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mimi ninavyojihisi najihisi nina maumivu, najihisi ninaumwa. Waqala laha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huyu mama Duba'ah binti Zubair, akamwambia hujji washtariti wa quli Allahumma mahilli haythu habastani. Hadithi akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam al-Bukhari ameitaja hadithi hii ni nambari 4801, lakini kadhalika al-Imam Muslim ameitaja hadithi hii ni nambari 1207, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia huyu mama kwamba inaonekana una hamu, inaonekana unataka kutekeleza ibada ya hija, huyu mama akamwambia, ya Rasulullah, nahisi ninaumwa, nahisi nina maumivu, kwa maana kwamba sitoweza kutekeleza ibada hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, hujji washtariti, nenda katekeleza ibada ya hija, lakini ushartishe pale utakapokuwa unahirimia, waquli, na useme maneno haya, Allahumma mahilli haythu habastani, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu, hakika iwe kutahallali kwangu, kuhalalikiwa ibada yangu, ihesabiwe imetimia ibada yangu ya hija, haythu habastani, pale utakapokuwa umeniletea kizuizi cha kunizuia. Kwa hiyo wanawazuoni wanasema itakapotokea mtu ameshartisha katika ibada ya hija, ameweka sharti hii baada ya kuhirimia kwamba fa in habasani habisu, endapo nitazuiliwa na kizuizi chochote, famahilli, basi iwe kutahallali kwangu. Na tunaposema kutahallali, ndugu yangu katika iman, tunamaanisha kwamba kuhalalikiwa na vile vitu ambavyo ilikuwa au halalikiwi kuvifanya, kama tutakavyokuja kuona huko mbele. Yako mambo ambayo mtu anapokuwa amehirimia hija haruhusiwi kuyafanya, tunaweza tukasema yanakuwa ni haramu kwake kuyafanya wakati huo. Kwa mfano, haruhusiwi kukata kucha, haruhusiwi kunyoa nywele, haruhusiwi kujifunika kichwa, haruhusiwi kutumia manukato, haruhusiwi kuoa wala kuolewa, haruhusiwi kuposa, haruhusiwi kukutana na ahali yake na mambo mengine mfano hayo. Kwa hiyo mambo kama haya mtu anapokuwa amehirimia ibada ya hija, haya yanakuwa kwake ni mwiko. Lakini anapomaliza kutekeleza ibada ya hija au umra, anahalalikiwa vile vitu ambavyo ilikuwa hatakiwi kuvifanya kabla ya kutahallal. Kwa hiyo anapohiji mtu akahisi kunaweza kukatokea jambo la kumzuia, kwa mfano kuzuiwa na adui, kuzuiwa na maradhi, kama hivi huyu mama Duba'ah ilikuwa ni mgonjwa, kwa hiyo inawezekana akiwa katika ibada ya hija pengine maradhi yakamzidia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akampa utaratibu, akamwambia hujji washtariti, nenda katekeleza ibada ya hija, lakini uweke sharti, waquli, na useme maneno yafuatayo, Allahumma mahilli haythu habastani, ewe Allah ninakuomba iwe kutahallali kwangu, iwe kuhalalikiwa kwangu, iwe kukubalika ibada yangu ya haj, ni pale utakapokuwa umeniletea sababu ya kunizuia. Kwa hiyo moja katika mambo ambayo ni ya msingi sana kwako wewe mwanamama wa Kiislamu, lakini kadhalika ishtirat haihusiani na wanawake peke yao, hata wanaume vile vile. Inapokuwa umekwenda katika ibada ya hija ukajihisi wewe ni mgonjwa, una matatizo mbalimbali, unaweza ukatokewa na jambo lolote la dharura,
basi ni vizuri kwamba unapokuwa unahirimia ukaweka sharti hilo kwamba kama nitatokewa na kizuizi basi nitahalali pale ambapo kizuizi kimenitokea. Ndugu zangu katika iman, katika mambo ambayo vile vile yanatakiwa yazingatiwe katika ibada ya hija, anna as-salihata la tukhalitu ar-rijala fil hajj qadra al-mustata'. Mwanamke mwema, mwanamke mja mwema hachanganyikani na wanaume katika ibada ya hija kadri itakavyomwezekania. Nitakusomea baadhi ya athar. Qala Ibn Jurayj akhbarani Ata'un idh mana ibn Hisham an-nisaa at-tawaf ma'a ar-rijal. Ibn Jurayj anasema alinieleza Ata pale ilipotokea Hisham ibn Abdul Malik akawa amewazuia wanawake at-tawafu ma'a ar-rijal, kufanya tawafu pamoja na wanawake. Wanawake kufanya tawafu pamoja na wanaume, akasema kaifa yamna'uhunna wa qad tawafa nisaa'un nabii sallallahu alayhi wasallam ma'a ar-rijal. Ibn Jurayj anasema aliambiwa na Ata kwamba ilitokea Hisham ibn Abdul Malik akawazuia wanawake kufanya tawafu pamoja na wanaume. Pale tunapokuwa tunafanya tawafu ndugu zangu haula al-Kaaba, pale panakuwa na mchanganyiko. Hakuna kipindi labda kwamba ni kipindi cha wanawake alafu kipindi hiki ni cha wanaume. Lakini ilitokea huyu bwana akawazuia wanawake wasifanye tawafu pamoja na wanaume. Alafu Ata akasema, nikamuuliza nikasema kaifa yamna'uhunna, inakuwaje anawazuia wanawake waqad tawafa nisaa'u nabii sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa wake za mtume sallallahu ambao ni wabora tena zama za mtume sallallahu alayhi wasallam walifanya tawafu pamoja na mtume sallallahu pamoja na wanaume. Qultu ab'adul hijabi ab'ada al-hijabi au qabl. Qultu ab'ada al-hijabi au qabl. Asema nikamuuliza, je, agizo hili au nafasi hii na fursa hii ya wanawake wake za mtume kufanya tawafu pamoja na wanaume wengine, je, jambo hili lilitokea baada ya kuwa imekuja sheria wanawake kuvaa hijabu au kabla? Qal ay li amri laqad adraktuhu ba'da al-hijab. Asema na apa jambo hili nimelidiriki baada ya kuwa imeteremka sheria kuvaa hijabu. Qultu kaifa yukhalitna ar-rijal, nikasema vipi sasa wangeweza kuchanganyikana na wanaume? Qala lam yakun yukhalituhunna, haikuwa wanawake wanachanganyikana na wanaume. Kanat Aisha radhiyallahu anha tatufu hajratan min ar-rijali la tukhalituhum, ilikuwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anatufu hali ya kuwa yuko mbali na wanaume wala hachanganyikani nao. Faqalat imra'atun, akasema mwanamama mmoja, intaliqi nastalimu ya ummal mu'minin. Wakati mama Aisha anafanya tawaf yuko mbali na wanaume, mwanamama mmoja anamwambia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba hebu twende sasa tukafanye istilam, tukaguse hajarul aswad. Qalat, mama Aisha akamwambia intaliqi anki, ondoka nenda mwenyewe. Wa abat, akakataa mama Aisha kutoka, hali ya kuwa analiona jambo hili ni baya sana, na jambo hilo ilikuwa wanalizingatia katika mambo ambayo ni makubwa sana. Na bado pia wanawake walikuwa wanatufu wakati wa usiku. Walakinnahunna kunna idha dakhalna albayt qumna hatta yadkhulna wa ukhrija ar-rijal, ilikuwa wanapoingia wanawake kwa ajili ya tawaf wanasubiri mpaka wanaume wanatoka, alafu baadaye na wao ndio wanaingia. Huu ulikuwa ni utaratibu. Maana ya maneno haya ndugu zangu katika imani, katika habari ya Hisham, arada an yaj'ala ar-rijala lirijali waqtan yatufuna fi. Hisham bin Abdul Malik wakati wake alitaka kuweka muda maalumu ambao wanaume na muda wao wa kufanya tawaf, lakini kadhalika na wanawake wawe katika muda mwingine wanatufu peke yao. Fabayyana Ata ibn Abi Rabah anna nisaa an-nabi sallama wa hunna atharu an-nisaa, akabainisha Ata ibn Abi Rabah kwamba wake za mtume sallama ambao ni wake waliokuwa bora, ni wanawake waliokuwa bora, walikuwa wanatufu wakati wa mtume sallama pamoja na wanaume, lakini pamoja na hivyo walikuwa wanakaa mbali na wanaume, hawachanganyikani nao. Nihitimishe tu kwa kusema jambo hili inatakiwa kina mama walizingatie. Leo hii ukitazama hali halisi ya watu katika tawafu wanapokuwa kitufu, kwa hakika unakuta
kuna misongamano ya lazima, wengine wanawake wana ushupavu hata wasukuma wanaume na mambo mfano wa hayo ambayo tunataraji biidhnillah tutakuja kuyakazia katika vipindi ambavyo vinakuja. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa mazungumzo haya hija yetu iwe ni hija iliyokuwa sawa sawa, hija ya waja wema, na tutakabalie matendo yetu mema pamoja na haji. Atujalie hajjun mabrurun wa sa'yun mashkurun wa dhanbun maghfur. Tukutane katika kipindi kinachokuja. Wassalamu alaikum